wapenzi watazamaji wetu wa ZTV, nikukuletea taarifa kutoka hapa Zanzibar University, ambapo wanafunzi wa kada ya Islamic Banking and Finance wameamua kuandaa muhadhara kwa jamii kwa ajili ya kuwapa uelewa kuhusiana na masuala ya uwekezaji halali, ambapo muhadhara huu utakusanya wanafunzi, wakufunzi pamoja na wadau katika kampuni ya shirika. Mimi ni Fatma D, hebu twende ndani tukajionee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Asha Jumbe Haji, ni mwanafunzi wa Zanzibar University katika kada ya Islamic Banking and Finance. Mimi ni katibu wa Zanzibar University Islamic Banking and Association, kwa kifupi inaitwa ZUIFA. Leo siku ya Jumamosi tumeandaa warsha hii muhimu kwa ajili ya kuja kupata elimu na manufaa inayohusiana na finance. Sisi kama wanafunzi wa Islamic Finance tumeona kuna umuhimu mkubwa wa kuandaa shughuli hii ili kuja kuzitanua na kuuza uelewa juu ya Islamic Finance. Leo tutapata wageni wa kampuni inayoitwa Shirka. Shirka ni kampuni ambayo inajishughulisha na mambo ya financing katika Islamic perspective, ambapo leo hii watakuja kutuonyesha mwanga na njia namna gani wanazisaidia SMEs kujitanua, lakini katika misingi halali ya sharia ya Kiislamu. Nawakaribisha sana katika shughuli yetu hii. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Mabruk Simahindi, ni mwanafunzi wa Zanzibar University katika kada ya Islamic Banking and Finance, lakini pia ni mwenyekiti wa Zanzibar University Islamic Banking and Finance Association, yani ZUIFA. Kikweli kilichotusukuma katika kuandaa mhadhara huu ni kuweza kuwaelewesha jamii juu ya swala zima la uwekezaji wa halali, kwa sababu tumeona kwamba jamii bado haijaamka na mambo haya ya Islamic Finance. Kwa hiyo sisi kama vijana ambao tupo katika faculty hii ya kusomea Islamic Banking and Finance tumejitolea kwa moyo wetu wote kwa ajili ya kuelewesha jamii juu ya hizi fursa ambazo zinapatikana katika Islamic Finance, na moja wapo ndo hii halal investment. Kikweli hii ni kawaida yetu, kwa hiyo mipango lazima iwepo kwa sababu tumefanya activity mbalimbali nyuma. Kwa mfano last Ramadhani tuliandaa, ilikuwa ni kongamano pamoja na iftar, ambayo kongamano hilo lilikuwa linamwangalia mwanamke katika perspective ya Islamic. Kwa hata sasa hivi tunapofanya tukio hili bado tunayo fursa ya kufanya matukio mengine. Kwa hiyo tumejiandaa ili kufanya matukio mengine kama haya au zaidi ya haya. Naitwa Salma Wad, mtendaji mkuu wa kampuni ya Shirka Asset Management. Shirka ni kampuni inayojihusisha na utoaji wa huduma za uwekezaji wa halali kupitia mafunzo, ushauri, lakini pia kuwekeza hizi fedha za wateja wetu. Na tunawekeza fedha hizi katika maeneo mbalimbali ikiwemo hisa ambazo ni halal, kuwekeza kwenye maeneo kama sukuk ambazo tunaziita kama fungani za sheria, kuwekeza kwenye maeneo kama real estate na maeneo mengine ndani na nje ya Tanzania. Tupo Zanzibar ikiwa ni mwendelezo wa kampeni yetu ambayo tumezindua ya Shirka Mtaani. Baada kuona kwamba watu wengi hawana taarifa na ufahamu wa masuala ya fedha na uwekezaji katika mfumo wake, tumeona tufanye hii tunaita kampeni ya kupita maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kampeni hii ya Shirka Mtaani tunapita kwenye misikiti, tunapita kwenye maofisi, lakini pia tunapita kwenye taasisi za elimu hasa vyuoni na kutoa elimu kwa wanafunzi kwa sababu tunajua wanafunzi hao kesho watakuwa ni wafanyakazi, watakuwa biashara, wanahitaji kuwekeza fedha zao, wanahitaji kusimamia fedha zao vizuri. Kwa hiyo kuwepo hapa Zanzibar University ni sehemu ya kampeni yetu ya Shirka Mtaani, kutoa elimu na watu kuweza kuuliza maswali na kujua vizuri sio tu shirika, lakini pia kujua mifumo ya kifedha ya Kiislamu. Mwanafunzi wa Islamic Banking and Finance mwaka wa 3. Katika siku yetu ya leo tumejiwa na wageni kwa ajili ya kufunza masuala mazima katika uwekezaji wa halali. Kwa hiyo leo tumeonyeshwa jinsi gani tunaweza kuinvest katika fedha za halali ili tuweze kujikinga na masuala mazima ya haramu.
Wapenzi watazamaji wetu wa ZU TV, hadi sasa tumefika tamati wa mhadhara huu wa jamii ulioandaliwa na kada ya Islamic Banking and Finance, ambapo wanafunzi na washiriki mbalimbali waliohudhuria katika mhadhara huu wameeleza ni jinsi gani wamepata uelewa juu ya uwekezaji halali. Na tukumbuke kwamba mpenzi mtazamaji, tukio hilo limeandaliwa na kada ya Islamic Banking and Finance na limedhaminiwa na kampuni ya Shirka, na lengo ni kuja kuhamasisha wananchi pamoja na wanafunzi juu ya uwekezaji halali. Ni mimi Fatma D wa ZU TV, tukutane vipindi vijavyo.